Bwana Yesu asifiwe. Ninakukaribisha tena katika somo letu la siku ya leo, na tunaendelea na programu yetu ya maombi, na leo ni siku yetu ya 44. Ukisoma kitabu kile cha Samueli wa kwanza sura ile ya 17 tuanzie mstari wa 38. Biblia inasema ndipo Sauli akamvika Daudi mavazi yake ya vita, akamtia chepeo cha shaba kichwani, akamvika dirii. Mstari wa 39, naye Daudi akajifunga upanga juu ya mavazi yake, akajaribu kwenda, maana alikuwa hajavijaribu. Daudi akamwambia Sauli, siwezi kwenda na vitu hivi, maana sikuvijaribu. Basi Daudi akavivua. Mstari wa 40, na ndio mstari wetu wa kusimamia. Akaichukua fimbo yake mkononi, akajichagulia mawe laini 5 katika kijito cha maji, akayatia katika mfuko wa kichungaji aliyokuwa nao, maana ni mkoba wake na kombeo lake alikuwa nalo mkononi mwake. Akamkaribia yule Mfilisti. Mstari wa 41, huyo Mfilisti naye akamsogelea Daudi na kumkaribia, na mtu yule aliyemchukulia ngao yake akamtangulia. Hata Mfilisti alipotazama huku na huku, akamwona Daudi, akamdharau, kwa kuwa ni kijana tu mwekundu, tena ana sura nzuri. Mfilisti akamwambia Daudi, je, mimi ni mbwa hata umenijia kwa fimbo? Mfilisti akamlaani Daudi kwa miungu yake. Mfilisti akamwambia Daudi, njoo huku kwangu, nyama yako nitawapa ndege wa angani na wanyama wa mwituni. Mstari wa 45, ndipo Daudi akamwambia yule Mfilisti, wewe unanijia kwa upanga na fumo na mkuki, bali mimi ninakujia wewe kwa jina la Bwana wa majeshi, Mungu wa majeshi ya Israeli uliowatukana. Mstari wa 46, siku hii ya leo Bwana atakuwa mkononi mwangu. Napenda ile statement anasema siku hii ya leo. Daudi anamwambia Mfilisti, siku hii ya leo Bwana atakuwa mkononi mwangu, nami nitakupiga na kukuondolea kichwa chako, nami leo nitawapa ndege wa angani na wanyama wa nchi mizoga ya majeshi ya Wafilisti, ili kwamba dunia nzima wajue ya kuwa yuko Mungu katika Israeli. Ili kwamba dunia nzima wajue ya kuwa yuko Mungu wa Israeli. Nao jamii ya watu wote pia wajue ya kwamba Bwana haokoi kwa upanga wala kwa mkuki, maana vita ni vya Bwana, naye atawatia ninyi mikononi mwetu. Mstari wa 48, ikawapo Mfilisti alipoinuka akaenda akamkaribia Daudi, ndipo Daudi naye akapiga mbio akalikimbilia jeshi ili akutane na yule Mfilisti. Mstari wa 49, Daudi akatia mkono wake mfukoni, akatoa humo jiwe moja akalitupa kwa kombeo lake, akampiga Mfilisti katika kipaji cha uso. Jiwe hilo likamwingia kipajini, akaanguka chini kifudifudi. Hivyo Daudi akamshinda yule Mfilisti kwa kombeo na jiwe, akampiga Mfilisti akamua. Walakini Daudi hakuwa na upanga mkononi mwake. Rapakatapaka sekete bayata. Ndipo Daudi akapiga mbio akasimama juu ya Mfilisti, akautoa upanga wake yule Mfilisti, akaufuta alani mwake, akamua, akamkata kichwa kwa upanga wake huo. Nao Wafilisti walipoona ya kuwa shujaa wao amekufa, wakakimbia. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu amenipa ujumbe kwa ajili yako na kwa ajili yangu siku ya leo, na ujumbe wangu unasema kombeo lako lina nguvu kuliko fumo na mikuki yao. Kombeo lako lina nguvu kuliko fumo na mikuki yao. Katika kitabu tulichosoma ni kitabu kinachoonyesha mazingira ya vita dhidi ya Wafilisti na taifa la Israeli. Na katika kitabu tulichosoma kinaonyesha wapambanaji wawili ambao ni Goliati pamoja na Daudi. Tunajifunza namna ambavyo Daudi aliweza kupambana na Goliati. Maandiko niliyosoma ni maandiko maarufu sana ambayo wahubiri wengi wamekuwa wakiyatumia kutoa mfano kwa ajili ya kuonyesha jinsi ambavyo Mungu ana nguvu isiyokuwa ya kawaida kwa watu ambao wanatumia jina lake kwa usahihi. Sasa Mungu amenipea ujumbe siku ya leo, na kuna mambo ya msingi ambayo tunatamani kujifunza kuhusiana na nguvu iliyoko katika kombeo lako dhidi ya fumo lao na mikuki yao. Ili silaha yako ulionayo iweze kuwa na matokeo makubwa, kinachosababisha silaha iwe na nguvu
ni uwepo wa Mungu unaoambatana na silaha ulioibeba. Uwepo wa Mungu unaoambatana na silaha ulioibeba ndiyo ambayo husababisha matokeo makubwa katika kitu kile ambacho Mungu amekupa kukifanya, katika kusudi ulilonalo, katika assignment yoyote ulionayo, katika kazi yoyote ulionayo. Kinachofanya kuwe na performance ya ubora sio CV ulioibeba, sio sifa ulizonazo, ila ni nguvu ya Mungu inayoambatana na kile ulichokibeba. Na hiyo nguvu ya Mungu inaambatana na nia ya ndani ulionayo kwa ajili ya kumwamini Mungu wako, ndio itakayokusaidia kuweza kufikia malengo ya performance nzuri katika kile ambacho unakifanya. Nataka nikwambie tu mabibi na mabwana, kuna mtu anaitwa Daudi ambaye yeye alikuwa ni mchungaji wa kondoo. Alikuwa kazi yake ni kuchunga kondoo kule Bethlehem. Biblia inasema Daudi ametokea mapolini, kazi yake ni kuchunga kondoo. Siku hiyo ametoka kwenda kuwapelekea chakula kaka zake ambao wako vitani, akina Eliabu ambao wako vitani. Biblia inaniambia ya kwamba Daudi alipofika katika eneo la vita, ndipo akakutana na yule Mfilisti ametokezea. Sasa analitukana taifa la Mungu wa Israeli, anawatukana taifa la Mungu aliye hai. Biblia inasema ile nia ya ndani ya Daudi, ile nia ya ndani ya kuona Mungu anafanikiwa, nia ya ndani kabisa ambayo ndio ilikuwepo ndani ya Daudi, ikamfanya akajisikia vibaya. Kwa nini Mungu wangu atukanwe mbele ya hawa Wafilisti wasiotahiriwa? Daudi anasema haiwezekani Wafilisti wasiotahiriwa wakamtukana Mungu wa Israeli, wakalitukana taifa la Mungu aliye hai. Kitakachosababisha kile unachokifanya kilete matokeo, kitakachosababisha kazi unayoifanya iwe na mchango mkubwa katika hii dunia, kitakachosababisha kile kitu ambacho Mungu amekiweka ndani yako kiwe na matokeo makubwa katika kizazi hiki, ni ile nia ya ndani ya kutamani kuona Mungu anatukuzwa, ya kutamani kuona taifa la Mungu linainuliwa, ya kutamani kuona ufalme wa Mungu unaenea kupitia wewe. Nia ya ndani ya kutamani kuona kuna matokeo makubwa ambayo yanatokana na wewe kwa kile ambacho unakifanya. Biblia inasema Daudi alikuwa ni mchungaji tu wa kondoo. Alipoona taifa la Mungu linatukanwa, akajitoa sadaka ili yeye akapigane na huyo Mfilisti. Kumbuka walikuwepo majemedari wa vita, walikuwepo majenerali, makamanda wa taifa wa jeshi la Israeli. Kulikuwa na makamanda wamesimama pale na wamba wanakaa chini. Yani yule Mfilisti akisimama, kuna hao watu ambao ndio majemedari wa vita wanaamua kukaa chini, wanaogopa, wamenywea, taifa la Mungu limenywea kwa sababu ya vitisho vya yule Mfilisti. The Bible says Daudi akaona hawezi kujizuia, akaenda akasema, atatendewa nini mtu atakayepigana na huyo Mfilisti? Wale watu wakasema atapata utajiri mwingi. Lakini Daudi nia yake ya kwanza haikuwa kupata utajiri. Hasira yake iliwaka kuona taifa la Mungu linaangamia. Nataka nikwambie, ukiona ndani yako kuna nia ya ndani ya kutamani kuona kazi ya Mungu inasonga mbele, ya kutamani kuona kupitia unachokifanya una uwezo wa kusababisha kazi ya Mungu ikaendelea mbele, hicho ndicho Mungu anakitafuta zaidi kuliko matokeo ya kile ambacho unakifanya. Siku ambapo utaacha kuwa mbinafsi, siku ambapo utaacha kutafuta hela kwa ajili yako ukasema nikipata fedha zangu nitamtumikia Mungu, siku ambapo utaacha ubinafsi, utaacha kusema kama nikifanikiwa nitawekeza zaidi kwa ajili yako, siku utakapoacha ubinafsi ukaamua kufanya mambo mengi kwa ajili ya Bwana, ndio siku Mungu atakutumia katika viwango visivyokuwa vya kawaida. Ndio siku Mungu atakufanya kuwa mfano wa kuigwa. Ndio siku Mungu atakufanya kuwa mfano katika taifa lako. Nasema hivi, kombeo lako lina nguvu kuliko fumo na mikuki yao. Shida ni kwamba nia yako haiko njema, nia yako haiko genuine. Unashindwa kuona matokeo makubwa kwa sababu una silaha ndogo, lakini nia yako haijaambatana na Mungu. Kama nia yako ya ndani itakuwa ni kwa ajili ya kumpa Mungu matokeo makubwa, nataka nikwambie, silaha zako unazoziona ni duni ndizo silaha ambazo Mungu atazitumia kuweza kujitukuza. Silaha zako ambazo
unazoziona kuwa ni duni ndizo silaha ambazo Mungu atazitumia kuweza kujitukuza. Rabakatabakasakatabayata. Namwona mtu ambaye elimu yake ni ndogo na ana wasiwasi kwamba pengine kwa elimu yake hawezi kuleta matokeo makubwa. Nataka nikuambie kinachomata sio CV ya elimu yako, kinachomata ni nia yako ya ndani. Rabakatabakaseketebakayata. Nia yako inapobadilika, nia yako inapoanza kumfanyia Mungu matokeo makubwa, Mungu anabadilisha kidogo ulicho nacho kinakuwa kikubwa katika ufalme wa Mungu, na matokeo makubwa yanaenda kudhihirika tena. Ninatangaza sasa kwa jina la Yesu, matokeo makubwa yakadhihirike kwako, matokeo makubwa yakadhihirike ofisini kwako. Kama nia yako itakuwa ni kwa ajili ya utukufu wa Bwana, kama jambo lako utalitenda kwa ajili ya utukufu wa Bwana, ndipo matokeo yako yatakuwa ni makubwa tena. Mungu anaenda kukufanya kuwa mkuu sana kwa sababu ya nia yako ya ndani ulioamua kuifanya jambo lolote kwa ajili ya Bwana, kwa ajili ya Bwana. Azimia mshahara wako wa kazi yako umletee Mungu utukufu. Azimia huduma unayoifanya imletee Mungu utukufu. Azimia kazi ya serikali unayoifanya imletee Mungu utukufu. Azimia kila kitu ulicho nacho kimletee Mungu utukufu. Azimia biashara yako imtumikie Mungu. Utaona matokeo makubwa katika biashara yako, utaona matokeo makubwa katika kazi yako, utaona matokeo makubwa katika biashara na kampuni yako, utaona matokeo makubwa katika huduma yako, kama nia yako ya ndani itamlingana Bwana. Kama nia yako ya ndani ni kwa ajili ya kuboresha ufalme wa Mungu, lazima matokeo yatokee, lazima uone matokeo makubwa. Hata rabakatabakaseke. Kombeo lako dogo lina uwezo mkuu kuliko fumo na mikuki yao. Kama nia yako ya ndani ni genuine, kama nia yako ya ndani ni kwa ajili ya Bwana, nasema hivi, kombeo lako, silaha zako butu zina nguvu kuliko mfumo na mikuki. Kama nia yako ya ndani kwa ajili ya Bwana. Nia ya Daudi ilikuwa ni kwa ajili ya Bwana. Nia ya Daudi ilikuwa ni kumpa Mungu matokeo makubwa. Nia ya Daudi ilikuwa ni kumwondoa Mfilisti asiyetahiriwa anayelitukana taifa la Bwana, na ndipo sasa matokeo yake, matokeo ya nia njema, goodwill aliyokuwa nayo Daudi, ikasababisha kile kilichotokea kwa Daudi. Nataka nikwambie, hakuna mtu ambaye amekuwa chawa kwenye ufalme fulani, chawa Promax, chawa ambaye ameshiba kwenye huo ufalme fulani au mfumo fulani, alafu mfumo ukamreject. Hata mifumo ya kidunia huwa inahitaji machawa walioshiba ili waweze kuleta matokeo katika ule mfumo. Kuna machawa wa vyama vya siasa ambao wako tayari kujitoa muhanga kwa ajili ya mifumo ya vyama vyao, na hao ndio ambao wanapata compliments kutoka kwenye vyama. Kuna serikali ambazo zinakuwa na machawa ambao ni machawa Promax kwenye serikali zao, na hao ndio wanaleta matokeo katika hiyo serikali, na serikali ndio ina provide for themselves. Serikali ndio ina provide provision mbalimbali kwa ajili ya wale machawa wake. Kuna watu ambao ni machawa wa vyama vya michezo, machawa wa timu za mpira, ni mashabiki kindakindaki, na hizo timu ndio ambazo kutokana na ule uchawa walionao kwenye hizo timu ndio ambao wanapata favor kwenye hizo klabu za michezo. Sasa unapokuwa chawa Promax, nisamehe natumia lugha ngumu, lakini nataka nikwambie ukweli, unapokuwa chawa Promax wa kazi ya Mungu, hatarabakatabakaseke, utaona matokeo, utaona jinsi Mungu atakavyokubeba, utaona jinsi Mungu anavyosababisha uwe na matokeo makubwa katika kazi yake, utaona jinsi Mungu anavyokulinda, utaona jinsi Mungu anavyokufanya chombo chake, utaona jinsi Mungu anavyobadilisha maisha yako kwa ajili yake, utaona jinsi Mungu anavyo provide for him. Rapakatabakaseketebakataba. Kama unaelewa sema amen kwa jina la Yesu. Asa siku ya leo sisi tunabadilika, tunakuwa royo kwa Mungu. Badilisha moyo wako kuwa royo kwa Mungu. Fanya kazi ya Mungu kwa kupenda. Kubali kujitolea kwa ajili ya Mungu. Hebu kuwa chawa kindakindaki wa Mungu. Hebu mpende Mungu kwa moyo wako wote. Utaona matokeo makubwa katika kile ambacho Mungu amekiweka ndani yako katika jina la Yesu. Ninakuombea neema ya Mungu ikufunike. Uone umuhimu wa kumtumikia Mungu kwa moyo wa kupenda. Utaona matokeo makubwa. Kombeo lako litakuwa na nguvu kuliko fumo na mikuki yao. Yawezekana CV yako ni ndogo, lakini CV yako ndogo
ndogo ukiambatanisha na nia njema kwa Mungu, utaona matokeo makubwa katika jina la Yesu. Yawezekana biashara yako bado ni ndogo, lakini ukiambatanisha nia yako njema pamoja na biashara yako, ukasema ni kwa ajili ya Mungu, utaona namna ambavyo biashara yako inakuwa na matokeo makubwa. Yawezekana pengine mazingira yako ni duni, lakini mazingira hayo duni ukiambatanisha na nia njema yako kwa Mungu, utaona matokeo makubwa. Kama unanielewa, sema amen kwa jina la Yesu. Arabakatabaseke. Naona mijitu ambayo inanyanyuka sasa, inayopiga wale Wafilisti ambao wamelitukana taifa la Mungu kwa kutumia silaha duni sana. Ninaona mijitu inayonyanyuka kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Ninaona mijitu inanyanyuka kwa ajili ya ufalme wa Mungu, inatumia rasilimali hizo ndogo, lakini inafanya matokeo makubwa katika ufalme wa Mungu kwa sababu ya nia njema ambayo imebadilishwa ndani yao katika jina la Yesu. Siku yako imebarikiwa kwa jina la Yesu. Mungu akupe neema ya kutumia silaha ndogo kumpiga Goliati. Mungu akupe neema ya kutumia silaha ndogo kumpiga Goliati katika jina la Yesu. Kama wewe haujaokoka, nataka nikwambie, fuatisha maneno haya. Sema, Bwana Yesu, ninakuja kwako. Mimi ni mwenye dhambi. Ninaokoka leo na kukuamini wewe kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Nataka niwe kwa silaha ndogo nifanye matokeo makubwa katika ufalme wako Mungu, ili wewe utukuzwe sana katika jina la Yesu Kristo. Naokoka na kukuamini Yesu. Amen. Mungu akupe neema, Mungu akupe nguvu. Siku yako imebarikiwa kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Amen.